Msanii wa muziki wa miondoko ya hip hop kutoka nchini Marekani, Travis Scott, ameandika historia nyingine jijini New Delhi nchini India kwenye ziara yake ya Circus Maximus weekend hii hapa. Na hii ni mara baada ya kumaliza ziara yake nchini Afrika Kusini ambayo ilikuwa ni wiki iliyopita, ambayo ni Oktoba 11 mwaka 2025. Ilikuwa ni moja kati ya historia ya kipekee ambayo msanii huyo aliandika Afrika Kusini kutokana na kutumbuiza moja kati ya viwanja ambavyo vinaingiza idadi kubwa sana ya watu, zaidi ya watu 94,000, kitu ambacho hakutegemea kabisa msanii huyo kutokana na historia hiyo ambayo aliandika nchini Afrika Kusini. Lakini weekend hii alikuwepo jijini Delhi nchini India kwenye ziara yake ya Circus Maximus, ikiwa ni muendelezo tu wa kile ambacho amekuwa akifanya. Kumekuwa na maoni tofauti kutoka kwa baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia muziki wake kutokana na kile ambacho amekuwa akifanya, baadhi yao wakidai ni historia ya kipekee ambayo msanii huyo pia amekuwa akiandika kwa kipindi cha hivi karibuni. Inawezekana ikawa ni jambo jepesi kutokana na mitazamo ya watu au kwa kile ambacho amekuwa akikiona kwenye video mbalimbali pamoja na picha pia ambazo zimekuwa zikisambaa kwa mitandao ya kijamii. Lakini kwa upande wake Travis Scott, imekuwa ni moja kati ya historia ya kipekee sana, na historia hii pia ilianzia Afrika Kusini. Utakumbuka pia Chris Brown ni moja kati ya msanii pia ambaye aliwahi kuandika historia hiyo mwaka 2024 mara baada ya kutoa albamu yake ambayo inaitwa 1111. Na sehemu ya kwanza kwa upande wa Afrika ilikuwa ni Afrika Kusini, ambapo pia alifanikiwa kufanya tamasha la kwanza na akafanikiwa kujaza watu zaidi ya 94,000. Ndipo ambapo alichukua uamuzi wa kuamua kufanya tamasha tena siku ya pili katika eneo lingine, lengo tu ikiwa ni kukidhi mahitaji ya mashabiki wake pia ambao wanapatikana Afrika Kusini. Hivi karibuni pia Nicki Minaj ni moja kati ya msanii pia ambaye amezungumza na ameonekana pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii akiwa anafikiria kufanya tamasha lake Afrika Kusini, na hii inawezekana ikawa ni kutokana na kile ambacho kimefanywa na hao wasanii wawili, akiwa ni Chris Brown pamoja na Travis Scott. Hivyo mashabiki wanasubiri kwa hamu sana waweze kuona namna gani pia ambavyo wasanii kutokea Marekani vile ambavyo wana mitazamo ya kitofauti zaidi kwa hivi sasa, kwa kile ambacho inaaminika kwamba Afrika ni moja kati ya sehemu pia ambako kuna mashabiki wengi sana na wamekuwa wakifuatilia kazi zao pia ambazo wasanii hao wamekuwa wakizifanya. Mtazamo wako ni upi? Sio mbaya kama ukadondosha comment yako, lakini pia ukashare kwa ndugu, jamaa na rafiki ili pia aweze kupata story na kuweza kutoa mtazamo wake kutokana na kile ambacho kimeendelea katika kiwanda cha burudani kwa hivi sasa.